Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Jana ulimwengu umeadhimisha siku ya kimataifa ya choo. Je, hali ikoje huko uliko? Katika mada kwa kina leo tutaelekea Kajiado nchini Kenya. Kuna magonjwa yenye mtu anapatanga kinamsalani. Kwa mfano unaweza pata ugonjwa infection ya mtu mwenye kuna magonjwa mengine na inaweza kuleta shida mwilini. Na leo katika kujifunza lugha ya Kiswahili, je, wajua maana ya neno mtawalia? Basi ambatana nami hadi mwisho. Ni Alhamisi ya tarehe 20 mwezi Novemba mwaka 2025. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Arnold. Tuanze na mkutano wa COP. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akizungumza na waandishi wa habari hii leo ametoa onyo kali COP30 huko Belém, Brazil, akisisitiza dharura ya hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Amesema jamii zilizo mstari wa mbele zinaangalia zikihesabu nyumba zao zilizozamishwa na mafuriko, mavuno yaliyosambaratishwa, vyanzo vya maisha vilivyopotea na kuuliza kwa kiasi gani zaidi wateseke. Wamesikia visingizio vya kutosha. Sasa wanataka matokeo. Guterres amesisitiza umuhimu wa fedha za kukabiliana na janga la tabia nchi, kupunguza uchafuzi wa hewa na mpito wa haki kutoka matumizi ya mafuta kisukuku kwenda kwenye nishati safi, akisema dunia haiwezi kupunguza joto chini ya nyuzi joto 1.5 bila hatua za sasa za pamoja na zenye uthubutu. Leo ni siku ya mtoto duniani. Mwaka huu ikibeba kauli mbiu sikilizeni watoto, simameni kwa ajili ya haki za kila mtoto kila siku. Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF ya hali ya watoto duniani 2025 sanjari na maadhimisho haya inaonya kwamba zaidi ya watoto milioni 417, sawa na mtoto mmoja kati ya 5 katika nchi za kipato cha chini na cha kati, wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa mahitaji muhimu angalau katika maeneo mawili ya msingi ya maisha. Na mkutano wa wanaharakati vijana wavumbuzi kutoka kila pembe ya dunia umeanza leo mjini Geneva, Uswisi, ukibeba mada kutoka hadi hatua, ukisherekea vijana wanaobadilisha maisha ya jamii zao kupitia zana za kidijitali na majukwaa ya mtandaoni. Mwaka huu washindi wa uvumbuzi huo wanatoka nchi mbalimbali ikiwemo Cote d'Ivoire, India, Lebanon, Japani na Brazil, wakitambuliwa kwa kazi zao zenye athari kubwa chanya. Waandaaji wa jukwaa hilo ambao ni Umoja wa Mataifa wamesema tukio hili lina lengo la kuhamasisha vijana wengi zaidi kubadilisha ushiriki wao wa mtandaoni kuwa hatua halisi zinazoboresha jamii, kuthibitisha kuwa uharakati wa kidijitali unaweza kuleta mabadiliko ya kweli. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Arnold. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye tutakwenda nchini Tanzania kwa mlumbi wa Kiswahili Jora Munkumbi akieleza maana ya neno mtawalia. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Utakumbuka kwamba jana Novemba 19 ulimwengu umeadhimisha siku ya kimataifa ya choo. Kwa wakazi wa nchi zilizoendelea na hususan katika majiji makubwa, huenda swala la choo lisiwe jambo la kujadiliwa sana, lakini ni wazi katika maeneo mengi duniani huduma za choo na hasa choo safi na salama bado ni kizungumkuti. Kuliangazia hilo, Kevin Keitani wa redio wa shirika wetu Radio Domas FM ya nchini Kenya amezungumza na vijana katika kaunti ya Kajiado iliyoko kusini na kusini magharibi mwa jiji la Nairobi.
Kwa majina naitwa Abel Ondigi. Mimi ni mkaaji wa Ngong, mkaaji wa Umoja Slum. Nimetoka katika shirika la Mpenda Mazingira Youth Initiative. Ni shirika la vijana linalohusiana na mazingira ya huu mtaa wetu na mitaa yote iliyo kwa ajili yetu la Kajiado. Tunapoangalia, je, unajua kuhusu siku ya kimataifa ya choo ambacho ni kila tarehe 19 Novemba, inakupa maana gani wewe binafsi na katika jamii yako? Ndio, mimi najua tarehe 19 mwezi Novemba kwa kila mwaka tunasherehekea siku kuu ya choo duniani. Na pale mimi ninapoona siku kuu ya choo duniani, kwangu binafsi na kwa jamii yangu, nitaanzia na kwangu, nitasema kwangu ninajua kuna haki ya kila mtu, manake kwenda choo ni haki ya kila binadamu, hata wanyama wanaenda choo. Lakini kwangu binafsi wakati huu nafikiria vile mji wangu ama community yangu itakuwa na choo safi, itapata mazingira safi ya kwenda, ama pale tunapopata zile choo za kiserikali, zile za public toilets zenye nazo zinafaa kuwa safi. Katika jamii yangu kuna wakati unapata mitaro inapitisha yani ile kinyesi kutoka nyumbani, ile uchafu ya mtu kutoa, ile hali ni haki yake, lakini ni hapa nje na kuja kuwa ni si sawa kwetu wale wenye tunakuwa kiafya ama wale watoto wanaocheza katika huu mtaa. So kwangu hiyo inakuwa hata kama ni lazima kibinadamu na ni haki ya binadamu, wakati mwingine watu wanayafanya ikakuwa ni mambo yenye si ya kawaida, yani si yale mambo ya heshima. Labda kwa mtazamo wako, ukosefu wa usafi wa vyoo unavyofaa unaathiriaje ama inaathiri aje afya hasa kwa watoto na wanawake na heshima ya watu katika eneo lako? Katika eneo langu tunapoona kila wakati kuna visa zinazopatikana, mara hii nyumba imepigana na hiyo nyumba nyingine kwa niaba hawana choo vyoo vizuri, ama choo yao si salama kutumia. Pale pengine tunaona maji yanayoteremka kama haya maji yaliyo nyuma yangu. Haya maji yana harufu, na hiyo harufu inafanya kukue nao ina shida ya kupumua. Inafanya hata wale wageni wanaotembea hata kwako nyumbani ikuwe ni ngumu kuwapata. So inakuwa ni ngumu sana kama sisi wana kijiji ama wale wa mtaa kupata wageni. Na pili kuepuka na magonjwa. Unapata mtu ako na ugonjwa wa kimwili tu, ugonjwa ulioletwa na hiyo harufu ya hiyo mtaro ama harufu ya hizo choo. Tatu, hapo unapata wanajamii wamekoseana heshima, manake unapata ukitoka nje mtoto mdogo anapata mzee mzima hapo nje anaenda haja yake. Hapo awali nilisema ni kila mtu, hiyo ni ya kila mtu, kila mnyama lazima aende, lakini ile heshima ya kuwa kuna kioo pale ama kuna choo zingine ziko pale chini mahali mtu anafaa aende akajisaidie, au wanakijiji wangu hawajajituma kuwa na hiyo kujituma kuwa hapa ndipo nafaa niende haja yangu, tunafaa kuwa na heshima hapa huu mtaa na watoto wanaokaa hapa. So heshima inateremka. Kwa majina naitwa Samuel Natadi, nimetoka Ngong. Je, wewe au watu unaojua mnakutana na changamoto kupata vyoo salama na vya faragha, na unaweza kuelezea changamoto hizo ambazo mnapitia? Ndio, changamoto tunazopitia ni nyingi zaidi, kama kupata vyoo vingi hapa katika mazingira yetu ni vichafu zaidi. Pia kuna uhaba wa maji safi, na tukisema pia tukizungumzia kuhusu vyoo vya umma pia kuna uhaba. Ndio. Labda unadhani ni hatua gani zinazotakiwa kwa watu binafsi, jamii au serikali ili kuboresha upatikanaji wa vyoo salama, na Kenya inaweza changia aje kufikia lengo la kimataifa la usafi kwa wote ifikapo mwaka wa 2030? Ndio, kwa njia ya kuongeza maji ambayo ni safi, pia kuongeza idadi ya vyoo vya umma na kuzingatia usafi katika vyoo vya umma pamoja na vya watu binafsi. Kwa majina naitwa Grace Njeri na natoka Ngong, Kajiado. Kuna magonjwa yenye mtu anapatanga akienda msalani. Kwa mfano unaweza pata ugonjwa infection
ya mtu mwenye ako na magonjwa mengine na inaweza kuletea shida mwilini. Ni hatua zipi ambazo wewe kama mwenyeji unataka aidha serikali ama mashirika yanayohusika kuweza kufanya ili kuhakikisha kwamba kuna usafi na choo nzuri kwa wananchi? Ningetaka serikali iingiliane na hizi mambo za choo, ijenge watu choo safi na ambayo iko na pahali pa kuoshea na hapana magonjwa mengi na pako pasafi. Kwa majina naitwa Milka Lemayan, nimetoka Kahara. Hii maji inaathiri watoto juu. Unapata watoto wanapenda kuchezea maji. Unapata watoto wadogo wameenda wamekunywa hiyo maji. Unapata mtoto amegonjeka. Ni hatua gani mnachukua kuhakikisha kwamba mnaelimisha hawa watoto wasifanye hivyo? Kwanza tunaelimisha wazazi wao wasiwache waende huko kuchezea hiyo maji. Alafu kuna nini za ya kusafisha hiyo maji. Shukran sana Kevin Keitani wa redio wa shirika wetu Radio Domas FM ya nchini Kenya na wote waliofanikisha mada hii kwa kina. Sasa ni wasawa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo ukumbi ni wake mlumbi wa lugha ya Kiswahili Joram Nkumbi kutoka nchini Tanzania. Anafafanua maana ya neno mtawalia. Mtawalia ni mfululizo. Nilikwenda kumtembelea nyumbani kwake ama Kiamboni. Kiamboni ni nyumbani. Chengoni ni nyumbani. Mastakimuni ni nyumbani. Nilikwenda kumtembelea Mastakimuni mara 3 mtawalia, lakini sikumkuta. Mtawalia ni mfululizo. Mtawalia amekuwa akinitukana. Mfululizo amekuwa akinitukana. Shukran sana Joram Nkumbi kwa ufafanuzi huo. Basi nami nakunja jamvi leo, lakini tukutane tena Jumanne ijayo kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na katika ukurasa wetu wa X Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.